Bwana Brighton Okani ni miongoni mwa wachezaji wawili ambao wanafanya majaribio katika klabu ya Simba Sports Club. Kuna uwezekano wa kupata mkataba wa kudumu katika klabu hiyo kwenye dirisha dogo la mwezi Januari. Huu ni kiungo mshambuliaji nambari 10 kutoka katika klabu ya KCCA ya pale nchini Uganda. Sasa kwa sehemu ya nusu msimu ama mwanzo wa msimu huu hajakuwa akipata nafasi kabisa ya kucheza katika kikosi hicho, na ni kwa sababu kuna changamoto za usajili. Yaani ameshindwa kusajiliwa kikamilifu. Kwa hiyo imemfanya awe ni mchezaji ambaye anaendelea kupokea mshahara kama kawaida, anaendelea kupata mahitaji ya kitimu, lakini hawezi kucheza katika klabu ya ligi kuu ya KCCA. Na badala yake taarifa zinadai kwamba alikuwa anacheza kwa kiasi kikubwa sana katika timu za vijana. Lengo lilikuwa ni kujaribu kumweka fiti. Mpango ilikuwa ni kwamba mwaka ukipinduka, kwa maana Januari hii, aweze kufanywa tena utaratibu wa kuingizwa katika mfumo na aweze kusajiliwa. Sasa mimi nataka tumwangalie Brighton Okani. Brighton Okani, unajua, ni kiungo mshambuliaji mwenye umri wa miaka 25. Huyu ni kiungo mshambuliaji ambaye inawezekana sasa hivi watu wakawa labda wanazungumza zaidi kuhusu Okello. Fair enough, Okello ametengeneza jina kubwa, amekuwa na mvuto zaidi, lakini pengine Brighton Okani alikuwa ni Okello kabla ya Okello. Sema tu kuna mambo yanaonekana kama vile hayakumwendea vizuri hapa katikati. Na maanisha nini? Huyu Brighton Okani alijiunga na klabu ya Vipers mwaka 2021. Na mpaka Okello anakuja kutua katika klabu ya Vipers mwaka 2023, huyu bwana Bright Anukani alikuwa ameshatoa mataji mawili ya ligi kuu ya Uganda pamoja na mataji mawili ya Super Cup ya Uganda. Kwa hiyo alikuwa ni mchezaji tegemeo kipindi hicho, alikuwa ni mchezaji ambaye anatumainiwa kwa kiasi kikubwa sana. Lakini kabla ya kutua katika klabu ya Vipers, huyu alitoka katika klabu inaitwa Proline, ambayo msimu wa 2018-2019 ikiwa ni timu ya ligi daraja la pili, yeye alikuwa ni miongoni mwa watu muhimu ambao aliweza kuisaidia klabu ya Proline FC ambayo ni timu ya daraja la pili Uganda kwenda kutoa kombe la Uganda kama vile FA Cup ya Uganda. Alikwenda kuisaidia timu kutoa FA Cup ya Uganda mbele ya timu ya ligi kuu inayofahamika kama Bright Stars FC ya ligi kuu nchini Uganda. Kwa hiyo alipomaliza shughuli yake hapo, akawa ni MVP kipindi hicho, akaisaidia timu ya daraja la chini kutoa ubingwa wa FA katika nchi ya Uganda. Vipers wakavutiwa naye, wakamchukua, akakaa misimu minne na akabahatika kuwa pamoja na Alan Okello ambaye alijiunga na timu mwaka 2023. Alikaa pale kwa misimu minne, mechi 72 jumla, magoli 10, assist 22. Ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa na mchango kwa kiasi kikubwa sana. Ni mchezaji ambaye anazungumzwa kwa ukubwa, sio katika level ambayo labda Okello anaweza kawa anazungumzwa hivi sasa, lakini ni mtu ambaye amefanya mambo makubwa katika ligi ya Uganda. Ni moja kati ya wachezaji ambao wanaonekana kuwa na uwezo mzuri. Huyu kiasili ni namba 10, lakini anaweza kucheza kama namba 8. Alafu wataalamu wenyewe ama kiufundi zaidi, wasifu wake unasema huyu ni mchezaji ambaye anaweza kucheza katika system. Yaani kwamba kama kuna system ambayo mwalimu anajaribu kuitengeneza, basi Brighton Okani ni mchezaji ambaye anafit vizuri katika system. Anaweza kucheza kwenye 4-3-3, anaweza kucheza kwenye 4-2-3-1. Ni a system player. Ni more kama gundi. Yaani huyu ndo anaweza kufanya vitu vijaribu kutokea, vitu vijaribu sana kupitia kwake. Yaani ni kama ndo mtu ambaye anajaribu zaidi kushawishi kile ambacho timu yake inaweza kwenda kukifanya. Kwa hiyo kwa ujumla mpaka kufikia msimu wa 24-25 alikuwa ameshacheza kwenye mechi za ligi kuu nchini Uganda 92, akiwa amefunga magoli 14 na akiwa ametoa pasi za usaidizi 25. Kwa hiyo ni a playmaker, ni a chief creator. Jamaa ana uwezo mzuri sana wa kutengeneza nafasi. Of course kwenye swala la kufunga magoli hili ni jambo ambalo limejadiliwa kwamba linaweza kuimprove, lakini ni mchezaji ambaye ni creator mzuri, ni mtengenezaji, kitu ambacho ukijaribu kukitizama Simba wanakikosa. Huyo mchezaji mwenye hilo jicho la kuweza kutengeneza nafasi. Kwa hiyo huyu Brighton Okani bwana ni mchezaji ambaye kiukweli karia yake inapata shida tu kwa sababu ya kutokuwa na utulivu katika klabu aliyopo hivi sasa. Tangu nafikiri msimu uliopita, taarifa kutoka Uganda zinaeleza kwamba kumekuwa kuna mvutano baina ya Vipers na KCCA, kumekuwa kuna fallout baina yake na viongozi pale kutokana na ule uhamisho. Imekuja kumletea changamoto, lakini kama tunazungumzia tu uwezo kikamilifu, basi huyu ni mchezaji ambaye inaaminika akiwa kwenye mazingira ambayo yatakuwa ni tulivu anaweza kudeliver. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaaminika wakipata mwalimu ambaye akaweza kumwekea mkono begani, akaweza kumweka karibu, akaweza kutengeneza mazingira ambayo akawa anajihisi anaweza kufit, basi Brighton Okani ni mchezaji ambaye kuna mazuri anaweza kutegemewa kutoka kwake. Ni mchezaji ambaye anaweza kuchangia magoli ya kutosha without any doubt. Kwa hiyo
Huyu amekuwa ni mchezaji ambaye kwenye ligi ya Uganda amekuwa na mafanikio makubwa, ametoa mataji ya kutosha katika ligi ya Uganda, ametoa mataji ya FA ya kutosha katika nchi hiyo, ana uzoefu wa michuano ya kimataifa na legacy yake inaanza mbali kwa sababu alishawahi kuisaidia mpaka timu ya daraja la pili kutoa ubingwa wa FA wa ligi ya Uganda. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana huo uwezo kiukweli. Kwa hiyo yupo Simba hivi sasa, taarifa zinadai yuko kwenye majaribio na huenda akawa kwenye nafasi nzuri. Watu wengi wanaamini huyu ni mchezaji ambaye ni mzuri. Ni kama ambavyo nilitoka kumuelezea Charles Ouma. Charles Ouma sasa hivi Police Kenya huko, wachezaji wengine ni kama wameshaanza kuweka shinikizo kwa viongozi kwamba inakuwaje mchezaji kama huyu anaachwa. Yaani kwamba kwa nini mnamruhusu tu mtu anaondoka kirahisi rahisi anakwenda kufanya trial? Hiyo ikuonyeshe kwamba mpaka wachezaji wenzake wanaona umuhimu wake. Basi Brighton Okane naye ni mchezaji ambaye wanaojua ama wanaomjua wanajua kwamba akiweza kupata mazingira ambayo yatakuwa na utulivu tofauti na alionayo sasa hivi, ni mchezaji ambaye uwezo wake ni mkubwa, umeshadhihirika kwa misimu isiyopungua 4 katika ligi ya Uganda, na ni a creator ambaye anaweza kuthrive vizuri katika system ambayo itakuwa imejitosheleza na kwenye mazingira ambayo ataaminika vya kutosha.